Kama kukupenda wewe ni makosa, acha ni abanange. Filamu inaanza alfajiri na mapema. Watu wapo kwenye pilika ndani ya jiji ghali zaidi duniani, New York City, Marekani. Watoto wanakwenda shule, huku waja wengine wa Mungu wakipambana na shughuli zao za maisha za kila siku. Ila ndani ya karakana moja wanaonekana watu wawili wakivunja amri ya sita bila uoga wowote ule, tena kwa staili za moto sana. Huyu ni bibie Alex na mwamba wa kuitwa Rando, niga mwenye kifua kinene na misuli ya kwenda. Bibie Alex anaonekana kuenjoy mno, maana ni pinduko kama hii huwa haipati ndani ya ndoa yake. Ndio maana anaamua kuchepuka na Rando, ambaye huyu kimsingi ni jirani yake. Mara ghafla simu ya bibie Alex inaanza kuita, ikawa inamkera sana, kwani aliona kama vile inamrusha steam. Ilibidi ajikaze aipokee, maana mpigaji wa simu hiyo hakuwa ni mwingine bali ni mumewe halali wa ndoa aitwaye Brady. Ila huyu mchizi Rando akatukia balaa, maana bado alitaka aendelee kumpukuchua bibie Alex kwa kwenda mbele. Baada ya simu kupokelewa, mume wa Alex akaanza kumuuliza Alex kwamba yuko wapi na ni kwa nini amechelewa kupokea simu kwa kiasi kirefu hivyo wakati si kawaida yake. Bibie Alex alivuta pumzi ndefu ndani na kuanza kupanga maneno ya uongo mno, huku akisema, "Oh, honey, nipo home. Nilikuwa washroom tu na simu niliacha huku chumbani." Da, kuna muda mapenzi yanatutesa sana na wanawake wanatupiga matukio mazito mno. Basi bana, ilibidi mume wa Alex aelewe. Jamaa akaamini kwamba mkewe yupo home anafanya usafi wa nyumba na vyombo. Kumbe wapi, mke amebananishwa ndani ya karakana ya Rando, anachifuliwa kikojoleo kwa kwenda mbele. Baada ya kuchifuana kwa muda mrefu sana, bibie Alex alivaa nguo zake ili arudi home, ila bado Rando akawa anamtaka aendelee kubaki, yani aendelee kumchifua. Alex akamwambia Rando kwamba hamu zilizobakia aende akazimalizie nyumbani kwa mkewe, maana wote hawa ni wanandoa. Ila wakati wakiwa wanaendelea kubishana humo ndani ya karakana, ghafla aliingia Masi, ambaye huyu sasa ndiye mke halali wa Rando. Mambo yakabadilika. Basi bwana Rando na bibie Alex walijikuta wakiingiwa na kigugumizi fulani, maana hawakutarajia kukutwa kwenye moment hiyo, moment ya kubambwa katika pozi lisilo la kawaida. Uzuri tu ni kwamba tayari walikuwa wameshazivaa nguo zao, hivyo ikapunguza ukakasi kidogo. Lakini bibie Alex na bibie Masi wao walitazamana kwa jicho fulani hivi, alafu wakaishia tu kuchekeana, maana wanajuana vizuri sana. Wamekuwa wakiishi pamoja kwenye apartment za karibu kwa miaka mingi mno. Bibie Masi alimuuliza bibie Alex kwamba amefuata nini humu ndani ya gereji ya mume wake. Bibie Alex akakosa pozi, akawa tu anajiumauma, maana ukweli anaujua wote moyoni mwake. Hapo ilibidi Rando aingilie kati na kumkingia kifua bibie Alex. Rando akajibu na kusema kwamba eti Alex amekuja hapo gereji ili kuja kuulizia sample ya kitasa cha mlango wa gari. Really? Masi alicheka, alafu akasema, "Rando, yani kaja kuulizia kitasa cha gari? Wewe si unahusika na engine za maboti? Sasa kitasa cha gari kinaingiaje hapa? Au kuna kitu unajaribu kunificha?" Masi aliuliza kwa wahaka wa juu sana. Lakini bibie Alex akazidi kusisitiza, huku akisema kwamba hamna jambo lolote baya lilotokea. Ikabidi Masi aamini. Wakachekeana kidogo na bibie Alex, kisha wakaagana, huku akipeana appointment za kukutana lunch usiku. Basi mara baada ya Alex kuondoka, Rando na mkewe bibie Masi walisalia peke yao humo ndani ya gereji. Lakini bado macho ya Rando yakawa yana wasiwasi mwingi sana, kiasi cha kumfanya Masi ahisi kitu cha tofauti ndani yake. Na ndani ya muda huo bibie Masi akaamua kumtaka mumewe kimapenzi, ila Rando akakataa, akawa anasema eti amechoka. Da! Masi akaamini fika kwamba bila shaka mumewe ametoka kudanga na bibie Alex muda mfupi tu uliopita. Ila tukiachana na upande huu wa Rando, tuelekee sasa upande mwingine, ambapo huku tunamuona bibie Alex akiwa na mumewe bwana Brady wakiwa wanatokea chumbani. Maana Alex alipomaliza kuchiti tu na Rando, alirudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake, alafu akamkuta mumewe akiwa na hamu ya tendo. Alex alijikaza, ingawa kiukweli hakuwa na hamu ya tendo hata kidogo, maana shughuli aliyotoka kupewa na Rando ilitosha kabisa kumkata kiu kwa siku nzima. Wakati Brady akiwa anamuomba penzi, Alex alishangaa mara baada ya kuatizama matiti ya mkewe, kwani alikuwa imetuna na kujaa sana, tofauti na ilivyokuwa kawaida. Ikabidi amuulize, ila Alex akaogopa mno, huku akikataa na kusema kwamba wala hana ujauzito. Bibi Alex alikimbilia bafuni, akavua blouse yake na kuanza kujikagua. Mwenyewe akajishangaa, maana hali kama hiyo huwa inamtokea pindi tu anapokuwa mjamzito. Tukiachana na upande huo, tunakuja ofisini kwa Brady, ambapo siku hii Rando alifika ofisini kwa Brady. Alikuja kumpa hai Brady, maana licha ya Rando kuchepuka na mke wa Brady, ila hawa wawili bado ni washikaji. Rando alifika akampa hai Brady na kumwambia kwamba anazo tiketi 2 za kwenda kuangalia mechi, hivyo kama hatojali achukue moja ili jioni watoke waende kuangalia mechi. Ila Brady alikataa, akamwambia Rando kwamba jioni ya leo atakuwa bize kidogo na wife, hivyo hataweza kutoka out kabisa. Rando aliposikia hivyo, ghafla akashukwa na wivu.
maana amezoea kuchepuka na mke wa jamaa yake mpaka basi kiasi cha kujihisi kwamba yeye ndio mwenye haki ya kumiliki mwanamke huyo. Ila wakati wakiwa wanapiga stori mbili tatu, ghafla aliingia Eddie, mshikaji ambaye ni mbabe kichizi, alafu anawachukia mablaki kinoma. Eddie wala hakuvunga, alimvaa Brad live na kumwambia kwamba aachane na Rando, maana watu weusi hawaaminiki kabisa. Ila Rando aliposikia hivyo akamaindi, akamfesi Eddie na kuanza kumtukana kichizi. Ila Eddie hakujali na badala yake akaweka wazi kwamba mpenzi wake anaitwa Speranza ashawahi kuibiwa na dogo fulani hivi ambaye ni Black, kitu ambacho kinamuuma Eddie mpaka leo. Brad na Rando wakawa wanasikiliza tu kwa makini, maana hicho kuibiwa mke hapana asiyeibiwa maumivu yake. Eddie akazidi tu kumsisitiza Brad kwamba akae mbali na Rando, ila Brad akawa hajali, akajibu kwamba eti Rando ni rafiki yake wa kufa na kupona, na isitoshe zaidi ya rafiki, maana wote ni majirani. Eddie alicheka alafu akainuka zake na kung'oa. Huku upande wa pili tunaona mabinti kadhaa wakiwa wameketi pamoja katika hali ya kupiga stori zao za kike. Hapa yupo bibie Alex, bibie Masi, bibie Speranza na mashoga zao wengine. Wanaongelea kuhusu ishu ya kutafuta nyumba ya karibu ili wapange humo wote waishi pamoja. Ila wakati wakiwa wanaendelea kupiga stori, ghafla Speranza alichomekea kitu, akahoji kwamba mbona Alex anakula vyakula vya watu wajawazito au ana mimba? Wenzake wote walicheka. Ndipo sasa wakaanza kumtazama vizuri Alex, maana wanamjua. Baada ya kumkagua vizuri, Masi naye alitia neno lingine la tijara, huku akisema Alex ameongezeka mwili na hata ukubwa wa matiti yake pia. Alex aliingiwa na kauoga fulani hivi, maana kauli hiyo hiyo ndo ametoka tu kuisikia kwa mumewe muda mfupi uliopita. Bibie Natalie yeye akasema kwamba pengine bibie Alex karidhika na maisha hapo mjini New York. Lakini Speranza akabisha, huku akimtaka Alex apime mimba, maana usikute kabeba ujauzito bila kujijua. Masi naye akachomekea neno na kusema kwamba hakika Brad atafurahi sana, maana kupata mtoto ni jambo jema kwa kila familia. Ingawa moyoni bibie Masi alikuwa akiumia kimya kimya, tena akijaribu kuivuta taswira ya ile picha ya ajabu aliyomkuta nayo mumewe Rando na Alex ndani ya karakana. Masi akawa anaumia ndani kwa ndani, huku akiomba tu kama hiyo mimba kweli ipo, basi isije ikawa ni ya mume wake, maana atadharaulika sana, kwani ameshindwa kabisa kumbebea mimba Rando kwa miaka zaidi ya 6 sasa. Bi Speranza akafungua kipegi chake, alafu akatoa kipimo cha mimba, akampa bibi Alex aende toilet akapime ili awe na uhakika sahihi. Basi bibi Alex akawa na sita, maana hadi kufikia hapo hakuwa hata akikumbuka siku yake ya mwisho kuona hedhi ilikuwa ni ipi. Baada ya bibi Alex kupima mimba, alipata majibu yaliyomchanganya mno, maana kiukweli alijigundua kwamba yeye ni mjamzito. Alirudi nyumbani kwanza na kuanza kuitazama kalenda yake ya mzunguko wa hedhi, huku akiwa anajua kabisa kwamba mimba hiyo sio ya mume wake, maana siku aliyotepuka na Rando ndo siku iliyokuwa ya hatari zaidi kwake, siku ya danger kama wenyewe wanavyosema. Kizaazaa kipya kikaanza hapo. Twende sawa.